Hello, habari. Kwa majina mimi naitwa Dr. Mary, ni mtabibu na mtafiti wa tiba asili. Karibu sana mpendwa mtazamaji wangu popote ulipo. Habari za muda huu, mimi si jambo kabisa. Namshukuru Mwenyezi Mungu, nashukuru na asili kwa kuniweka hapa kuendelea kukufundisha mambo mazuri, siri mbalimbali za asili na tamaduni mbalimbali pamoja na tiba. Kama wewe ni mara ya kwanza unaungana na mimi katika hii video, ninakuomba subscribe. Bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata madarasa yangu na vipindi mbalimbali ambavyo navitoa katika hii channel ili viweze kukusaidia katika changamoto zako mbalimbali katika maisha yako. Mpendwa mtazamaji, tunaendelea na vipindi vya tiba, vipindi vya madarasa, kujua miti mbalimbali, kazi na faida zake, inaisaidia nini kiroho na kimwili. Kwa hivyo tega sikio lako vizuri kabisa, usikilize mpaka mwisho hii video na utazame vizuri kwa makini huu mmea ambao unaona katika hii video. Huu mmea unaona katika hii video tunaita mtulatula, tunaita wengine wanaita ndulele, wengine wanaita tulatula. Kwa hivyo una majina mengi sana sana. Kwa hivyo mtulatula nadhani sio mgeni katika macho yako na sio mara ya kwanza kuuona. Ushawahi kuona mara kibao, lakini hujui faida yake ni nini na una matumizi gani kiroho. Mtulatula bwana ni mmea ambao unasaidia sana vitu vingi, hasa masuala ya uzazi pamoja na mambo yote yanayohusiana pamoja na ya kiroho. Mtulatula mzizi yake inasaidia kwa wale ambao wana changamoto ya uzazi, maumivu ya chango. Maumivu ya chango yanahusiana na pamoja na ngiri, chango kwa wanawake na ngiri kwa wanaume. Kwa hivyo mizizi ya huu mmea ukichukua ukaitwanga, ukatengeneza unga wake mkavu, utakuwa unatumia katika kikombe cha chai, kijiko cha chai, na kuweka poda ya huo unga wa mzizi wa mtulatula na kunywa kama chai au kunywa kama dawa tiba ya changamoto yako ya maumivu ya chango. Pengine chango akikaribia kwenye siku zake ndo chango linauma sana. Kwa hivyo ukiona chango linakuuma sana kipindi ambacho uko kwenye hedhi, basi tumia dawa muda huo, ndipo dawa itafanya kazi vizuri sana kulingana na changamoto ambapo inajitokeza muda huo. Na kuna wanaume wengine kipindi cha baridi huwa wanashikwa sana na ngiri, maumivu makali sana wanayapata, basi muda huo ndio muda wa wewe kutumia dawa yako ili iweze kukupa matokeo kwa haraka zaidi, mpendwa mtazamaji wangu. Kwa hivyo mizizi ya ndulele ina faida katika masuala mazima ya chango pamoja na ngiri kwa upande wa mwanaume na mwanamke, mfumo wote wa uzazi. Inafanya vizuri sana, itumie ikuletee matokeo mazuri ili na wewe ufaidike kwa matumizi ya mtulatula. Usiuangalie tu kama mmea ambao huufahamu. Mmea huo uko nyumbani kwako au katika shamba lako kwa ajili ya kukusaidia wewe. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anapokuletea huu mmea karibu yako, sio kana kwamba ameuleta tu bure. Sio kwamba ameuleta kama ni nini, ni mmea ambao utakusaidia sana katika masuala mazima ya uzazi. Kwa hivyo utumie ukusaidie. Mpe na ndugu yako, mpe na mtu mwingine, muonyeshe na mwingine dawa ili achume mizizi yake, atengeneze dawa imsaidie. Lakini pia tunaenda katika majani yake. Majani ya huu mtulatula, ndulele, ni majani ambayo ukiyatumia kusafisha chombo chochote cha plastiki yanasafisha vizuri sana. Kwa sababu majani ya mtulatula yanaondoa mafuta. Kama chombo chako kilikuwa na masizi au chombo chako kilikuwa kina mafuta sana, chukua majani ya mtulatula mengi, safishia mule. Safishia chombo chako kitatakata sana na kung'ara. Yaani majani haya yana asili ya kushika uchafu, yanashika uchafu, yanasafisha vizuri kabisa. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji wangu,
faida nyingine hiyo katika kusafisha vyombo. Kwa wale ambao wako kijijini, umeishiwa sabuni, uelewi chombo chako na kisafisha na nini, haya, chukua mchanga kidogo, chukua na hayo majani, safishia. Sisi ndio ilikuwa ni kazi zetu, tukienda mtoni kwenye maji, ndoo zetu zina uchafu, tunatumia hayo majani kusafishia ndoo pamoja na mchanga. Kwa hiyo majani yanasafisha vizuri kabisa, na kama ni ndoo yako au ni chombo chako kinatakata vizuri sana. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, kwa upande wa majani, faida ni kwa ajili ya kung'arisha vyombo vya plastiki, vinang'aa, vinatakata. Lakini pia tunda zake hizi, tunda zake ni kinga, tunda zake ni, unaweza kuzitumia tunda za ndulele katika kumwadhibu adui. Unaweza kutumia tunda za ndulele katika kumrudisha mpenzi. Matumizi: chuma tunda zako 3 za ndulele, chukua na mkaa, chukua na kitambaa cheusi. Kwa upande wa kinga, zifunge hizo ndulele, funga na mkaa pamoja na kitambaa cheusi, utaweka na chumvi ya mawe. Fanya kama kinga, weka katika pochi yako au weka katika mlango wako, weka ili kwa ajili ya kuzuia ubaya usiingie katika mji wako, au mchawi asiingie katika nyumba yako ukiwa umelala usiku. Hizo ndo faida katika matunda ya ndulele. Upande wa kumuita mpenzi, tunda ya ndulele utaichukua, utaandika majina ya mtu unayemtaka, alafu utachukua kisu, utachana katikati, utaweka karatasi ambalo umeandika jina la mtu ambaye unamtaka. Basi tunda hiyo ya ndulele utaenda kuizika katika mti ambao unazaa, mti ambao ni mzuri, mti ambao ni unaleta maelewano, mti ambao ni mzuri katika kumuita mpenzi. Unaweza kuweka kwenye mwembe, katika mti wa mwembe, chini ya mwembe, na au mwarobaini pia ni mzuri kwa sababu kwa ajili ya kutatua changamoto. Mwarobaini unafanya kazi vizuri sana kiroho katika kutatua changamoto ambayo imeshindikana. Kwa hivyo suluhisho inaleta vizuri sana tunda za ndulele. Mimi naitwa Dr. Mary, na kuomba share video, subscribe, bonyeza alama ya kengele, toa maoni yako kwenye hili darasa ambalo nimekupa la mti wa ndulele. Umefaidika vipi na umelielewa vipi? Lakini pia tunazo tiba mbalimbali, dawa pamoja na ukaguzi wa ramli na changamoto zote ambazo unazo za kiroho, za kiasili. Usisite kutupigia simu au kutuuliza chochote unachokitaka wewe. Na kukaribisha sana, bonyeza alama kujumlisha 255 787 23 20 81. Utatupata, tutakupa ushauri na kukupa mwongozo mzuri wa mambo ya kiasili pamoja na tiba. Tutaonana katika wakati ujao, mpendwa mtazamaji wangu, na kushukuru sana kwa kufuatilia hili.